kesho Namungo wakiwa wenyeji wa Young Africans saa 1 usiku, wakati kwa upande wa Tanzania Prisons wao kuweka sawa hiyo watautumia uwanja unaotumika na Dodoma Jiji ikiwa ni baada ya uwanja wao nyumbani wa Sokoine pale Mbeya kufungiwa, lakini ukafunguliwa hapo majuzi. Bila shaka wanalazimika kwenda kutumia uwanja wa Jamhuri kwa sababu kuna zile logistic ambazo tayari zikwishaanza kufanyika za kuanzia kwa timu ngeni ambayo ni Simba Sports, lakini pia hata wao Tanzania Prisons walitoa taarifa, ilikuwa ni tarehe 18 walitoa taarifa kwa umma ya kwamba mchezo wao wa shirikisho au sio wa CRDB Bank ungepigwa kule Chunya, na ni kweli ulipigwa huko, lakini wakatoa taarifa ya kwamba mchezo wao dhidi ya Simba Sports ungepigwa pale Jamhuri Dodoma. Kwa hiyo siku moja baadaye bodi ya ligi wakafungulia uwanja wao. Kwa hiyo naamini kubadilisha tena logistics za ndani ya siku chache ingekuwa ni ngumu, sio? Kwa hiyo unaelewa maamuzi ya bodi ya ligi kwa sababu mchezo kuchezwa pale pale Dodoma uwanja wa Jamhuri. Yes. Kwa hiyo ni michezo miwili hapo kesho bwana. Ukitazama hizi timu za Kariakoo zote kwa pamoja zina kibarua tarehe 1 mwezi Machi mwaka huu ligi kuu, sio? Yes. Kuna namna yoyote Tanzania Prisons na wauaji wa Kusini Namungo wanaweza kuwa na kidogo advantage, pengine ndio ikawa ni pahala pa wao kuondokea na chochote kitu, kwa sababu hawa wakubwa wawili wana focus yao kwa asilimia kubwa kisaikolojia, lakini focus ni kwa ajili ya kila mchezo mbele yao, lakini kisaikolojia kuna namna ambavyo wanaweza kuwa wanacheza kwa tahadhari sana, wakiwa na hesabu kubwa sana kuelekea mechi ya dabi ya Kariakoo tarehe 1 mwezi Machi mwaka huu. Hapana. Hizi unajua utoi ubingwa kwa kuweza kushinda game ya Simba pekee ama ya Yanga pekee. Ubingwa ni marathon, kwa hiyo unahitaji uokote alama katika kila mchezo ambao unacheza. Ukisema kwamba leo kwa sababu unacheza na Yanga ama unacheza na Simba tarehe 1 upoteze mchezo dhidi ya Namungo, inaweza kaja kukukosti mwishoni mwa msimu. Kwa hiyo kila mchezo yani unavyocheza mchezo wa kwanza unamaliza, unajiandaa na mchezo wa pili. Maandalizi ya kuikabili Namungo ni tofauti maandalizi ambayo yatakuwa namna ambavyo unaiendea mechi ya Simba na Yanga. Kwa hiyo sioni. Kwa hiyo unamaanisha kwamba maandalizi ya Yanga dhidi ya Namungo au maandalizi ya Simba dhidi ya Tanzania Prisons hayawezi kuwa yanalingana kwa namna moja ama nyingine kabisa. Hizi ni mechi mbili zenye uzito tofauti. Pressure ambayo unakutana nayo mchezo dhidi ya Simba dhidi ya Namungo ama Yanga, Simba dhidi ya Tanzania Prison, Yanga dhidi ya Namungo ni tofauti na pressure ambayo utaenda kukutana nayo akicheza Simba na Yanga dabi. Ni pressure na kwa kubwa zaidi. Kwa maandalizi maana kocha mzuri ama kocha yote duniani anacheza mchezo ambao uko mbele yake kwanza. Afikiri mchezo ambao uko wiki mbili mbele. Kwa hiyo Steve Barker ukimwangalia hata Mwalimu Pedro nguvu zao zitakuwa ni mchezo dhidi ya Namungo dhidi ya Tanzania Prison. Baada ya hapo ndipo sasa atakapoanza maandalizi ya mchezo pia unaofuata kama utakuwepo kabla ya dabi. Kwa hiyo kila mchezo una maandalizi yake, na cheza mechi ambayo ipo mkononi kwanza, alafu ndipo ufikirie mechi inayofuata. Kwa hiyo siri yake ni kwamba Namungo ana mlima mrefu vile vile, yani of course dhidi ya Yanga kwa sababu Prisons ana mlima mrefu dhidi ya Simba Sports. Kitakwimu Namungo dhidi ya Yanga, Namungo hajawahi kumfunga Yanga tangu apande kucheza ligi kuu Tanzania bara 2020. Hajapata matokeo chanya mbele ya Yanga. Na out of michezo 12 ambao amecheza Namungo dhidi ya Yanga, na Yanga imeshinda michezo 7, Namungo ikitoa sare ama suluhu michezo 5, lakini Yanga imepata ushindi katika michezo 3 waliocheza uwanja wa Ruangwa, ina maana ugenini dhidi ya Namungo. Na Yanga wana wastani wa kufunga magoli 2 katika michezo 2 out of ile 3 ambao mpata ushindi katika uwanja wa ule ambao uko Ruangwa. Kwa hiyo kuna namna ambayo Yanga hii fixture kama wameidominate. Yes, wameitawala sana. Na hiyo nazungumzia Namungo ile dume, Namungo ambao ina Lilant Usajio, kama unakumbuka kulikuwa na Lucas Kikoti yule ambaye mtakatifu wa kusini kabla hajaenda Coast na kurejea. Ilikuwa kina
Samuel Edward Manyama alikuwa fullback, yes. Ilikuwa ni Namungo ambayo ilikuwa imesheheni na Jonathan Nahimana, yes. Kulikuwa na Frank Dumayo kwenye midfield Chumvi, lakini Yanga walikuwa wakienda wanapata matokeo chanya, walikuwa wakikutana katika uwanja wa Benjamin Mkapa, bado still Yanga walikuwa wanapata matokeo chanya. Kwa hiyo itakuwa ni fixture ngumu kwa Namungo, na hata ukimsikiliza vizuri kocha wao Juma Mgunda anakuambia maandalizi ya kukabiliana na Yanga lazima yawe makubwa sana. Uendi kucheza tu na timu ya kawaida, unacheza na mabingwa watetezi ambao wameachwa michezo mingi sana. Unajua Yanga na Simba na Azam ambao walikuwa wanashiriki mashindano ya kimataifa so far mpaka sasa na michezo 8, wakati kuna timu ambazo zimeshacheza michezo 15. So ukianza kudondosha alama sasa hivi wakati unacheza viporo, kuna namna ambayo inaweza kaja kukukosti mwishoni mwa ligi. So itakuwa ni mechi ngumu sana Namungo dhidi ya Yanga, lakini Yanga amekuwa kidominate hii fixture dhidi ya Namungo popote pale anapocheza, iwe Ruangwa ama Dar es Salaam. Na normal nikasema kwamba kwa sababu unajua dabi, mimi narudi pale dabi ina namna ambavyo yani ukisikia kinachoendelea hivi sasa nje ya uwanja, kuna namna ambavyo Namungo yani nadhani mimi naamini kwa asilimia fulani hii ndio mechi ambayo kama unahitaji kushinda dhidi ya Yanga, yani fixture ndio hii. Yani unakutana Yanga na hesabu nyingi dhidi ya dabi ya Kariakoo dhidi ya Simba Sports. Kwa hiyo hata wachezaji, unajua kisaikolojia, hata wachezaji, unajua kuna wachezaji wanatamani kuicheza sana dabi. Kwa hiyo kuna namna ambavyo wanaweza kuwa wanajitunza zaidi ili wasikose hiyo dabi ya Kariakoo. Kwa ile tuseme kujitoa kwa ile nishati yote, unajua kuhofia labda injuries na vitu kama hivyo. The same kwa Simba Sports ambao wanacheza na Tanzania Prisons. Unafahamu Prisons ni timu ambayo wachezaji wako wanafika kweli kweli, unajua wako physique. Kwa hiyo hata wachezaji wa Simba Sports namna ambao watakuwa wanacheza kwa tahadhari kule kujitunza kwa ajili ya dabi, ndio maana nikasema labda inawezekana lakini tukashuhudia maybe Prisons na Namungo wakawa na nafasi, yani kuna advantage yao. Sijui lakini unajua on paper hii michezo iko balanced on paper, yani ni 50-50 kwenye karatasi so far, lakini kinachotofautisha hii michezo ni namna ambavyo hizi timu zinataabika zinapokutana na hizi timu za Kariakoo. Of course japokuwa Tanzania Prison mara kadhaa imezuia Simba na Yanga na Azam kuweza kupata matokeo chanya wakiwa Mbeya, lakini this time around wapo kwenye neutral ground, kwamba wao hawapo Mbeya, sehemu ambao wao ilikuwa ni ngome kwao, na wako Jamhuri na wao wakiwa ugenini. Kwa Simba kuna namna ambao wanaweza wakaenda wakawa na hiyo advantage kwamba michezo yote inachezwa, sisi wote tuko wageni. Yes, wewe on paper wewe ni mwenyeji, lakini kiwalisia upo ugenini na wewe. Kwa hiyo inaweza kaa ni mechi ya namna hiyo, lakini bado naamini Simba hawezi kubweteka kwamba mawazo yetu yapo kwenye dabi. No. Ukiangalia kwa idadi ya michezo, kwa idadi ya points ambazo Simba wanazo, na wanahitaji kushinda mchezo huu. Sometimes unaposhinda michezo hii ya kawaida ndio inakupa momentum kuelekea kwenye big games. Unapopoteza michezo hii ya kawaida, kuna namna ambayo psychologically kuelekea kwenye michezo mikubwa unakuwa haupo sawa. Kwa hiyo ni rahisi kwenda kupoteza kwenye huo mchezo mkubwa ambao unasema mimi akili yangu, maandalizi yangu yapo dhidi ya Yanga. Unapigwa na Tanzania Prison. Kuna maneno yaanza kujitokeza hapo. Sio wachezaji tuliosajili hamna kitu, sio kocha hivi na hivi. Kwa hiyo yale maneno sasa yakianza kujitokeza yanaweza yakaathiri rhythm ya timu kuelekea kwenye huo mchezo mkubwa. Kwa hiyo sioni namna gani ambayo Steve Barker atakuwa anaiangalia mechi ya Yanga wakati ana mechi ya Tanzania Prison ya kucheza. Na ndio maana nimezungumzia makocha wote duniani, regardless wanaenda kucheza fixture ngumu mbele yao, wanaanza kucheza kwanza mchezo ambao wanao mkononi, kwa sababu ukidondosha alama 3 una garanti gani kwamba unaweza kumfunga Yanga kwenye mechi inayofuata? Ama Yanga na garanti gani kwamba ataenda kushinda dhidi ya Simba mchezo unaofuata? Kwa hiyo ni lazima ukote alama 3 ambazo unacheza dhidi ya mpinzani ambao unamudu at that time, kukupa ile momentum kuelekea huo mchezo mkubwa, ili uweze kwenda kupata matokeo chanya pia katika mchezo huo. Kwa hiyo unaweza kupoteza mchezo huu afu kupoteza na mchezo ambao unasema ni akili yangu ilikuwa na uangalia huo mchezo, gap linakuwa alama 6. Kwa hapo kati una garanti gani kushinda michezo 10 mfululizo? Unaweza kupoteza tena mchezo mwingine. Kwa hiyo gap linazidi kuwa kubwa kuelekea kwenye mbio za ubingwa. Kwa hiyo hakuna kocha ambaye ataweza kuchukulia mchezo kikawaida. Wote wataingiza timu zao ambazo ziko very strong, wakiwa wanataka kupata alama 3, ili sasa baada ya kupata alama 3 ndipo waangalie mchezo unaofuata ambao utawakutanisha wenyewe. Kuna mechi nyingine yes, okay. Kwa Young Africans, Prince Dube, Pacome Zouzoua, Clement Mzizi ambaye alikuwa majeruhi kwa muda mrefu, siwezi kumcounti zaidi.
lakini Pacome na Prince Dube wamekuwa ni vital kwenye mechi kadhaa ama nyingi kwenye ligi kuu. Kwenye kosi ya Yanga wanakosekana kwenye mchezo wa kesho. Kuna namna yoyote hivi sasa tunaweza kuona maybe maingizo mapya sasa? Kwa mfano tumeshuhudia kwenye mechi iliyopita kuna bwana mdogo anaitwa Jame Buba akianza vizuri kwenye kufungua akaunti mabao mawili. Yani tunasema kwamba kukosekana kwa Prince Dube na Pacome kunafungua milango mingine kwa wachezaji wengine kuprove kwamba wamesajiliwa kwa ajili ya kuichezea Young Africans na kuleta matokeo chanya. Au inawezekana sasa kesho ndio ukaanza kuona kwamba kumbe Dube na Pacome ndio injini ya Young Africans. Kwa fixture ambayo wanaenda kucheza Yanga, yes, anakosekana wachezaji muhimu sana Pacome pamoja na Prince Dube, lakini still Yanga bado wana squad ambayo inawezesha kwenda kushinda mchezo wote wa ligi kuu Tanzania bara. Unamzungumzia Prince Dube ambaye katika hii michezo hivi karibuni amekuwa akiingia kutokea sababu na pale mbele uaga anaanza Depu na hakuna shida yoyote. Feel like Dube anakosekana, lakini anakosekana Pacome. Mwalimu anaweza akabadili vitu. Maxi pia Nzengeli akaenda upande wa kushoto, kulia akacheza Allan Okello, kwenye midfield akaongezeka Mudathir, still no problem. Kwa hiyo ni swala tu la mwalimu na namna gani ana reshuffle tu kikosi chake, lakini wachezaji bado wapo. Yanga wana wachezaji wengi sana ambao wanakaribiana uwezo. Kwa hiyo sioni namna gani ambao Yanga wanaweza kakaa wakasema tulimiss Prince Dube. Of course Pacome ni mchezaji mkubwa, mchezaji mzuri ambaye tunafahamu ubora wake na namna ambavyo anaweza kueffect mechi, lakini still bado kuna wachezaji wengine ambao wanaweza kucheza. Umemtaja hapo Buba yupo, anaweza akataka kuendelea kukifanya kile ambacho amekifanya kwenye mchezo uliopita na kuweza kutengeneza matumaini mapya kwa timu ya Yanga kwamba katika hizi, unajua moja kati ya changamoto ambayo imekuwa ikikabili timu ya Yanga ni namna gani ambavyo sajili zao especially za kimataifa zimekuwa zikiingia alafu zinaonekana kama aziclick kwenye timu na hatimaye wanaondoka. Kwa hiyo unapokuwa na mchezaji ambaye game yake ya kwanza tu ameonyesha kwamba yes is the player ambaye kuna kitu anacho, kwa hiyo utatamani kuona je, mechi ya pili vipi, kuna kitu gani ambacho anaweza kuweka kwenye mchezo. Of course kuna Allan Okello, bado kuna namna ambayo anaendelea kujitafuta kwenye coast ya Yanga, na kukosekana kwa mtu kama Pacome. Of course Allan Okello sasa anatakiwa aonyeshe value yake kwamba no Pacome, no problem, I'm here to stay. Kwa sasa kama you're not performing, yule mchezaji ambaye unaweza kusema upokuwa kwenye kivuli chake hayupo and you're not performing, watu wanaanza kuuliza maswali mengi magumu kwamba je, huu ni mtiririko wa kufeli kwa sajili ambazo zinafanyika za kimataifa kwenye kosti ya Yanga. Kwa ili kuweza kuondoa hayo maswali, mchezaji anatakiwa sasa aanze kuperform. Yes, kwa sababu amecheza michezo mingi na uvumilivu pia sometimes huwa na kikomo chake. Kocha anaweza akawa nimemwamini kwenye mechi 10 mfululizo and still no assist, no goals, no nini. Kwa watu wanaanza kukujaji kwa sababu unapocheza kwenye eneo la ushambuliaji ama kiungo cha kushambulia, tunaanza kukujaji kwa nafasi unazozitengeneza. Umetengeneza magoli mangapi, umefunga magoli mangapi. So if you are playing alafu atuoni X factor yako kwenye team, mwalimu anaweza kaanza okay, hebu ngoja ni mdrop kwanza, maybe psychologically hayuko vizuri, expectations ilikuwa kubwa, mchezaji anaishi kwa pressure kwa sababu ya matarajio makubwa ya team, hebu nianze kumpumzisha ili aweze kuwa sawa kiakili, ili niweze kumrudisha tena kwenye team. So ukianza kuona kuna hiyo kocha anaanza hebu ngoja nimpumzishe nimrudishe, unaanza kuwa na ile taa nyekundu kuanza kuwaka kwamba kuna namna mchezaji anaweza akawa ameathirika. Okay, kwa hapo kwa mchezo wa Namungo dhidi ya Yanga, kwa Namungo kuna wachezaji ambao wana uzoefu, wamecheza hususan kwenye klabu hiyo ya Yanga, wengine wamecheza ligi kwa muda mrefu. Threat ni wakina nani kuelekea mchezo wenyewe? Wow, of course kina Kabunda wapo pale katika klabu ya Namungo, lakini kuna Pius Buswita ana experience kubwa sana, alishawahi kucheza pia Yanga kama tunakumbuka kipindi cha ujana wake akiwa ndo anachipukia, lakini kuna Makambo Heriti yupo pale. So they have experience, wana wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa wa kucheza ligi kuu Tanzania bara.
na huko alipotoka pia wameonyesha vitu. Kwa mfano Eliete Makambo kama tunakumbuka, ilikuwa ni before haijabadilika kuwa TRA, tunakumbuka nini alikifanya. Yes, tena dhidi ya wapinzani hao wa Yanga. Yes. So they have players na wana kocha ambaye ni mzuri namna kutengeneza timu na jinsi gani anaweza kucheza dhidi ya hizi timu kubwa. Juma Mgunda. Yes, na uhamasishaji ni moja kati ya kocha wazuri ambao anaweza kutengeneza mpango kazi, lakini pia kuhamasisha wachezaji kucheza kwenye hizi timu hizi mechi dhidi ya timu kubwa. Kwa namna ambavyo Namungo na wachezaji ambao wana experience, bila kumsahau captain wao Jacob Masawa ambaye amecheza kwa muda mrefu sana kwenye ligi. Amerejea mtoto wa nyumbani Lucas Kikoti kwenye midfield. So they have players kama wataweza kuchukulia kwamba okay, tunacheza na Yanga ambao kichwani kwao labda wanaweza kaa na mechi ya dabi kichwani kwao, na sisi tuko nyumbani, tusichukulie kwamba tunatakiwa tuwaheshimu sana ama kuogopa sana, hebu na sisi twende tukawashambulia Yanga. Inaweza kaa ni mchezo mgumu kwa sababu ya mwalimu, experience ya wachezaji, ubora wao pia. Kwa hiyo inaweza kaa ni mechi ngumu kwa timu zote mbili kabisa. Kwa Simba Sports nadhani focus kubwa hivi sasa kwa wao ni kuona namna ipi wanapindua ama wanarejesha ufaume wao katika mashindano ya hapa ndani dhidi ya Tanzania Prisons ambao tunaweza kusema wanapitia kipindi kigumu sana. Lakini naona mtu kama George Mpole ni kama ameanza kuonyesha yeye ni nani, ama anathibitisha kwamba mimi nilisahulika baada ya kushindana vilivyo na Fiston Kalala Mayele. Baada ya hapo tunasema zile nyakati zikaja kupotea ghafla, lakini amerejea, nadhani amefunga back to back. Kwa hiyo Prisons wanakwenda hivi, wanakuwa kukutana na Simba ambayo nafikiri kocha Steve Barker hivi sasa anaanza kuiandaa timu yake kuelekea dabi ya Kariakoo kupitia mchezo hata kuanzia wa kesho. Of course, na kuna kitu ambacho nimeona Steve Barker cha kiufundi anajaribu kukiimplement kwenye kikosi cha Simba, na naona hii ndio itakuwa midfield yake pairing. Namuona anajaribu Yusuf Kagoma pamoja na Inos Luemba. Yes, hata kwenye ile mechi ya FA walicheza hivyo. Why? Kwa sababu una Yusuf Kagoma ambaye ni ball winner, ana uwezo mkubwa wa kukimbia maeneo mengi uwanjani kwa ajili ya kukaba, lakini sio playmaker mzuri, sio mtu ambaye anaweza kuiamuru timu icheze. Na una Alassane Kante ambaye yes, he can pass the ball, ana uwezo wa kupass, lakini ni mzito, hawezi kufanya hiyo kazi ya box to box. So mwalimu anajaribu kutafuta midfield mwingine ambaye anaweza kumcompensate Yusuf Kagoma, lakini akawa ni box to box at the same time. Ndipo ambapo anakuja Enos Luemba in the play, alafu juu yao anacheza Chama. Kwa hiyo anajaribu kutafuta midfield ambaye yuko comfortable na mpira, ana nguvu, lakini anaweza kuichezesha timu, alafu Chama asoge, yani apokee mipira sehemu ambayo Chama atakuwa ana hatari zaidi. Kwa sababu ukiwa na Yusuf Kagoma, ukawa na Alassane Kante, it means inabidi umrudishe Chama deep. Ukimrudisha Chama deep, uwezi ukapata madhara ya Chama. Chama anakuwa na effect mchezo zaidi akiwa yuko juu karibu na lango la timu pinzani, it's either kwenye kucreate nafasi ama kwenye kufunga. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho mwalimu Steve Barker anajaribu kukitafuta. Yes, una Selemani Mwalimu ambaye anaweza, ile hold up play yake ni nzuri, back to the goal anaweza kucheza vizuri, anaweza akaenda wide kwa ajili ya kuweza kufanya wachezaji wengine kwenye midfield wasogee ama kuweza kupisha nafasi ili Chama aweze kuingia kwenye box. Lakini nani ambaye anaiconnect hii team? Nani anaiunganisha hii team kutoka kwenye defense kwenda kwenye attack, kwenye transition? Hapo ndipo namuona mwalimu. Of course Enos Luemba ni namba 10 by trademark, lakini kwa sababu Simba wana struggle, hawana namba 8 yule ambaye anaweza akafanya hiyo kazi ya box to box, at the same time anaweza kuichezesha timu aka act as a playmaker. Ndio maana mwalimu sasa anamconnect Enos Luemba pamoja na Yusuf Kagoma juu yao wacheze Chama, ili kuwe kuna mtu ambaye anamrahisishia Chama ku receive mipira kwenye maeneo hatarishi ya mpinzani. Kwa hiyo ndio kitu ambacho naona mwalimu Steve Barker anajaribu kukiexperiment na